Mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu umeendelea kusambaa katika maeneo tofauti nchini. Msambao wa ugonjwa huu ukizua wasiwasi miongoni mwa Wakenya na Wizara ya Afya nchini. Mlipuko huu ukipelekea Wizara ya Afya kuchunguza visa vya ugonjwa huu. Visa 153 vikirekodiwa katika kaunti 3 zikiwemo kaunti ya Migori, Nairobi na Kisumu. Visa 53 vikiripotiwa katika kaunti ya Migori, visa 56 vikiripotiwa kaunti ya Kisumu na visa 44 vikiripotiwa katika kaunti ya Nairobi. Wizara ikidokeza kunao waliopoteza maisha yao kufuatia ugonjwa huu. We are cognizant that there are 3 counties where we have had an outbreak. We have had Migori County, Kisumu County and Nairobi County, and we do not want that to spread to the other parts of the country. As at now we have 53 cases in Migori County, we have Kisumu County 56 cases, and equally Nairobi County 44 cases. We have had deaths out of that. Kulingana na Katibu Mkuu wa Afya Mary Muthoni, juhudi za pamoja zimewekezwa na Wizara ya Afya kuzuia visa hivi kuzidi kusambaa katika kaunti hizi 3 na pia kuhakikisha kuwa ugonjwa huu hautaenea katika kaunti zingine nchini. We have enhanced our surveillance across the country to ensure that we have surveillance activities which are strengthening the communities to ensure there is early detection of any form of disease. We have also had laboratory investigations enhanced so that we test all our diseases in this country and any outbreak in the country. We are scaling up our risk communication. Aidha, Katibu amesisitiza ipo haja ya umma kuwekeza juhudi za kuzingatia usafi kama kunawa mikono, kuchemsha maji ya kunywa, kutumia vyoo na kuvisafisha kama njia mojawapo ya kupunguza makali ya ugonjwa huu wa kipindupindu. It is important to ensure that there is frequent hand washing for all citizens in this country. Ensure that you have safe drinking water. Our community health promoters have the chlorine tablets, they have the treatment tablets for water. It is important that if you do not have one in your house, get some from the community health promoters. Equally, boil your drinking water so that it is safe for consumption. Katibu akidokeza kuwa ni jukumu la kila mmoja kumuelimisha mwenzake kuhusu jinsi ya kujikinga, haswa wakati huu kunao milipuko ya magonjwa tofauti ikiwemo kalaza katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya, akitoa wito kwa watu wote kushirikiana pamoja. So I'm calling upon each one of them to help us with messaging and help us with risk communication that will get to the people on what to do and what not to do. Mary Kialo, Undugu TV.